Naam, mtazamaji wangu, leo hii ikiwa ni tarehe 18 mwezi wa 12 mwaka 2025, hatua ambayo imeweza kufanywa naye Mheshimiwa Tundu Lissu ni hatua ambayo imeweza kushangaza idadi kubwa ya Watanzania. Hatua hii hata uongozi ulioko madarakani hukuwa ukitarajia, hasa kutokana na shinikizo kubwa wanalozidi kulipata kutoka katika mataifa ya kigeni. Hatua yake Mheshimiwa Tundu Lissu kutafuta wakili kutoka katika mataifa ya kigeni. Hatua hii imeweza kusababisha viongozi kutoka katika mataifa ya kigeni kusimama naye Mheshimiwa Tundu Lissu kwa kesi ya uhaini, jambo ambalo limeweza kufuatiliwa mbali mapema leo hii, hatua ambayo inaonekana kuwa ni pigo kubwa kwa uongozi wa serikali awamu 6 awamu 7 kwa kesi na tuhuma za uhaini dhidi ya Mheshimiwa Tundu Lissu kwa uongozi uliokuwa madarakani. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa itaweza kuwa vyema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa wewe hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii, na ni vyema uweze kulike na kushare video zetu. Naam, mtazamaji wangu, ni hofu kubwa kwa uongozi ulioko madarakani hivi sasa, hatua ambayo ameweza kuifanya Mheshimiwa Tundu Lissu kutafuta wakili kutoka katika mataifa ya kigeni. Ikumbukwe ya kwamba katika kesi zilizoweza kusikizwa zilizoweza kupita, uongozi wa serikali awamu 6 wakati huo uliweza kutoa mawakili kutoka kwa upande wao na chama cha CCM. Wakili hawa waweze kumtetea Mheshimiwa Lissu, ila Mheshimiwa Tundu Lissu aliweza kukataa kutokana na mtego uliokuwa umeweza kuwekwa na uongozi uliokuwa madarakani kwa kutoa mawakili hao. Hivyo basi, hivi sasa Mheshimiwa Lissu anaamini kwamba angeweza kushirikiana na mawakili kutoka nchini Tanzania, hususan upande wa uongozi ulioko madarakani. Moja kwa moja hawakuwa na nia ya kumsaidia, bali kumwekelea makosa ili aweze kuyakubali, ndipo ambapo iweze kuonekana kweli aliweza kuwa na makosa, na ndipo ambapo alikuwa akishikililiwa gerezani na hata kuzuiwa kuwania azma yake ya kuwa rais wa Jamhuri ya Tanzania katika uchaguzi ulioweza kupita. Hivyo basi, kile Mheshimiwa Lissu ameweza kukifanya, anaamini kwamba ukweli ambao utaweza kupatikana ni ukweli utakaoweza kuzungumza na mawakili kutoka katika mataifa ya kigeni. Na mtazamaji wangu, hatua hii hivi sasa imeweza kusababisha idadi kubwa ya Tanzania kufahamu ukweli wa mambo ambao Mheshimiwa Lissu alikuwa akiupanga kuanzia kipindi na wakati ambapo aliweza kudai kwamba kesi ya uhaini ni singizio tu la yeye kuzuiwa kwa ajili ya kutowania kiti cha urais katika uchaguzi ulioweza kupita. Na mtazamaji wangu, ni mbaya kabisa. Ukweli wa mambo wa Tanzania wengi hivi sasa wanakubali na kuamini ya kwamba kesi ya uhaini yake Mheshimiwa Lissu dhidi ya uongozi wa serikali awamu 6 awamu 7 iliweza kuwa ni vita vya kisiasa kutokana na nguvu ya kisiasa ambayo Mheshimiwa Tundu Lissu yupo nayo kwa nchi ya Tanzania dhidi ya uongozi wa serikali awamu 6 awamu 7, hasa chama cha CCM. Na ndipo ambapo hivi sasa, mtazamaji wangu, kuna hoja nyingi zinazozidi kuchangia Mheshimiwa Lissu kupata ushindi baada ya kupata wakili huyu kutoka Marekani. Kwanza kabisa, tunafahamu jinsi gani ambavyo kuna msukumo wa kimataifa, international pressure kwa uongozi wa serikali awamu 7. Hivyo basi, kwa kuwa wakili huyu atakuja kumwakilisha Mheshimiwa Lissu, mtazamaji wangu, amini usiamini, yale yote ya hovyo na mabaya yanayozidi kufanywa na uongozi ulioko madarakani moja kwa moja yataweza kupelekwa katika mataifa ya kigeni, na ndipo ambapo uhalisia na ukweli wa mambo utaweza kufichuka na kuibuka hadharani, tofauti na tuhuma ambazo uongozi ulioko madarakani umekuwa ukikana kwa muda hivi sasa, ukidai kwamba yote yanayozidi kuzungumzwa katika mitandao ya kijamii ni mipango ya chama pinzani kuharibu sifa za uongozi ulioko madarakani. Na ndipo ambapo, mtazamaji wangu, inazidi kubainika ya kwamba uongozi ulioko madarakani hivi sasa, kutokana na hatua hii ya kisomi yake Mheshimiwa Lissu, wanapanga kumwachia Mheshimiwa Tundu Lissu kwa mapema kabla ya kesi hiyo kuanza kusikizwa na mawakili kutoka katika mataifa ya kigeni. Pia mtazamaji wangu, amini usiamini,
uongozi ulioko madarakani hivi sasa, kipindi na wakati ambapo utaweza kuombwa ushahidi waweze kutoa dhidi ya kesi ya uhaini yake Mheshimiwa Tundu Lissu, moja kwa moja hawataweza kutoa ushahidi wowote ule. Alichokuwa kikifanya Mheshimiwa Tundu Lissu uliweza kuwa ni uhamasishaji tu ambao uliweza kuvutia maelfu ya vijana Gen Z. Vijana Gen Z waliweza kukubaliana na manifesto yake Mheshimiwa Tundu Lissu, na hata baadhi ya viongozi waliokuwa katika chama cha CCM akiwemo kiongozi kama Mheshimiwa Humphrey Polepole alikuwa yupo tayari kusimama naye Mheshimiwa Lissu kutokana na manifesto yake aliyokuwa akizungumza, na moja kwa moja manifesto hayo kuonekana kuwa bora na sio manifesto ya kibinafsi kama yaliyokuwa ya viongozi wakuu wa CCM. Na ndipo ambapo vita vya kisiasa viliweza kuchangia Mheshimiwa Lissu kufunguliwa kesi ya uhaini, ile hali Mheshimiwa Lissu hakuwa na nia yoyote ile ya uhaini katika Jamhuri ya Tanzania. Pia mtazamaji wangu, serikali ya Rais Samia inajenga demokrasia, hivyo basi kwa wao kujenga demokrasia wanayozidi kuizungumzia chini ya uongozi wao, lazima waweze kumwachilia Mheshimiwa Tundu Lissu kutokana naye kutokuwa na kosa la kesi ya uhaini kwa njia yoyote ile. Na ndipo ambapo demokrasia viongozi wanayozidi kuizungumzia iweze kuonekana kwa kila mwananchi, sawia na jinsi ambavyo Mheshimiwa Humphrey Polepole kwa kutoweka katika hali ya njia tatanishi naye aweze kupatikana, jambo ambalo linazidi kuuma Watanzania wengi. Ikiwa Mheshimiwa Humphrey Polepole ni mwanachama wa CCM, na mbona aweze kutoweka katika njia ambayo hata baadhi ya viongozi wa CCM hawajaweza kuizungumzia kwa undani, isipokuwa kiongozi kama Mchungaji Gwajima. Ila tukiendelea na hatua hizi 10 ambazo zitachangia uhuru wake Mheshimiwa Tundu Lissu baada ya kupata wakili kutoka huko Marekani ama mataifa ya kigeni, mtazamaji wangu, kutakuwa na hofu ya vikwazo vya kiuchumi na kidiplomasia. Na ndipo ambapo tumeweza kushuhudia jinsi ambavyo Rais wa Marekani Donald Trump ameweza kutoa onyo na ilani ya kwamba hakutakuwepo yoyote yule kutoka katika nchi ya Tanzania kuelekea katika taifa la huko Marekani, jambo ambalo linazidi kudhihirisha na kuonyesha wazi jinsi ambavyo Marekani isingependa kujihusisha na uongozi wa serikali awamu 7 nchini Tanzania, ili taifa hilo la Marekani lionekane ya kwamba unasimama na ukiukaji wa haki za binadamu. Na ndipo ambapo kwa njia moja ama nyingine zoezi dogo ambalo limeweza kutolewa na Marekani limeweza kuomba na kudai kwamba uongozi wa serikali ya awamu 7 hivi sasa, kutokana na maandamano yaliyoweza kutokea ya vijana Gen Z, ni vyema iwapo miili ya vijana Gen Z inayozidi kutafutwa na wapendwa wao waweze kurejeshewa miili hiyo. Ila sote tunafahamu ukweli wa mambo, huenda baadhi ya miili iliweza kumwagiwa kemikali kali na ikaweza kuchomeka na kufikia hatua isipoweza kutambulika ama kujulikana, kulazimishwa miili hiyo kuzikwa, jambo ambalo CNN iliweza kufichua. Na kweli kama uongozi wa serikali awamu 7 uliweza kuhusika kwa vitendo hivyo vikatili na washindwa kutoa miili ya vijana hao Gen Z kwa familia zinazozidi kulilia haki patikane kwa wapendwa wao, basi mtazamaji wangu, uongozi huo wa serikali awamu 7 utakuwa upo hatarini, kwani inaonyesha na inaonekana wazi walikuwa wameweza kukusudia kufanya yale yote mauaji yaliyoweza kutokea wakati wa maandamano, na hata kuwa na mpango ama njama ya jinsi gani ambavyo wataweza kupoteza baadhi ya miili zitakazokuwa zimeweza kuaga dunia ama zilizokuwa zimeweza kupelekwa mochwari. Na ndipo ambapo hivi sasa tunaona jinsi gani ambavyo uongozi wa serikali awamu 7 kila kona uongozi wao haufanikishi chochote kile walichoweza kukiahidi ama kukipanga. Na ndipo ambapo tunaona ushindi wa moja kwa moja kwa kesi yake Mheshimiwa Lissu. Sio mbali ushindi wake utaweza kupatikana, ataweza kuwa huru na hata kujumuika
na maelfu ya vijana Gen Z na hata Watanzania wanaozidi kusimama na chama Chadema hadi hivi sasa ama hadi leo hii, ijapokuwa hakikuweza kuwania nafasi yoyote ile ya urais ama ya kisiasa katika uchaguzi ulioweza kupita, ikibainisha wazi ya kwamba Mheshimiwa Lissu kushikiliwa gerezani hivi sasa dhidi ya kesi ya uhaini ni vita vya kisiasa kati ya chama Chadema na chama cha CCM. Sasa mtazamaji wangu, itakuwa vyema iwapo wewe hapo utaweza kutuachia maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa, usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.